Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 1 Julai mwaka 2026. Na katika dakika chache ijazo tutakuletea habari muhimu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Vile vile tutakuletea taarifa za habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo ya juhudi za kurejesha amani, siasa, afya pamoja na matukio mengine muhimu yanaendelea kuvutia hisia za wengi. Basi ndio, asante sana kwa kuendelea kuamini Kivu News Info kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Na mimi ni Teloje Longa, basi nakukaribisha kwa mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi, ambapo sisi tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningeomba na kusikufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kurungana nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Usiku wa kuamkia leo tarehe 1 Julai mwaka 2026, mji wa Butembo katika mkoa wa Kivu Kaskazini umekumbwa tena na matukio ya ukosefu wa usalama usababisha vifo vya watu wawili katika mashambulizi mawili tofauti na watu wenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mashambulio la kwanza tokea katika mtaa wa Eveshe ambako watu wenye silaha waliingia katika eneo na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Wakati familia zijaribu kuficha na kuokoa maisha yao, mtoto mchanga mwenye umri wa miezi miwili alifariki dunia baada ya kukosa hewa kutokana na mazingira na hofu ya msongamano wakati wa shambulio hilo. Tukio limewatikisha wakazi wengi wa Butembo ambao wanasema watoto na raia wasiokuwa na hatia endelea kuwa wasirika wa kwanza machafuko yanayoendelea. Shambulio pia litokea katika mtaa wa Mkuna, huku baba mmoja wa familia alipigwa risasi na kuuawa na watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajafahamika. Kifo chake kimeacha familia yake katika majonzi makubwa na kuongeza hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Matukio mawili yametokea ndani ya siku moja, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kuhusu ile usalama katika mji wa Butembo. Wakazi wanasema wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara na walazimu wengi kufunga shughuli zao mapema na kukesha wakiwa na hofu ya kuvamiwa. Baada ya matukio, viongozi wa asasi za kiraia katika mji wa Butembo wametoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuimarisha ulinzi wa raia. Wanasema ni muhimu kuongeza doria za vikosi vya usalama kuimarisha ulinzi katika mitaa inayokumbwa na mashambulizi pamoja na kuwafuatilia na kuwakamata wahusika wa vitendo hivyo vya uhalifu. Jamii wametaka viongozi wa usalama kuhakikisha kuwa wananchi wanapata ulinzi wa kutosha, hasa wakati wa usiku ambako mashambulizi mengi uripotiwa kutokea. Wanasema kurejea kwa amani na usalama ni jambo la msingi ili wananchi waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida bila hofu. Hadi tunakuandalia taarifa hii, mamlaka za usalama zitatoa taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa shambuliaji wala sababu za mashambulizi hayo. Uchunguzi unaendelea kubaini waliokusanyika, waliohusika na kuwafikisha mbele ya sheria. Matukio yanaongeza orodha ya visa vya ukosefu wa usalama vinavyoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, huku wananchi wakiendelea kutoa wito kwa hatua madhubuti za kulinda maisha na mali zao. Kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa ripoti mpya inayorejea madai ya kuwepo kwa uhusiano kati ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na ambayo imenukuliwa na Kivu News Info, msimamo wa kisiasa wa M23 unaendelea kuwasiliwa na kile kinachoelezwa kuwa ushirikiano wa wazi unaozidi kuimarika kati ya kundi hilo na Joseph Kabila. Ripoti inaeleza kuwa tangu Mei mwaka 2015 Joseph Kabila amekuwa akifanya safari za mara kwa mara katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 ambako walidai kukutana na viongozi wakuu wa harakati hiyo ya waasi. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, mikutano imechangia kuimarisha ushirikiano kati ya pande hizo mbili. Ripoti inakumbusha kuwa mwezi Septemba mwaka 2025 mahakama kuu ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilimhukumu Joseph Kabila adhabu ya kifo akiwa hayupo mahakamani baada ya kupatikana na hatia za makosa yanayohusiana na uwiano na kupanga uasi zidi ya dola. Mahakama ilidai kuwa alishirikiana na waasi wa M23, madai ambayo Kabila na wafuasi wake wamekuwa wakiyafanya.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wakati akiandaliwa vyanzo mbalimbali vya kutoka ndani ya waasi M23 pamoja na vyombo vya ujasusi vinaeleza kuwa kulikuwa na maandalizi ya kufanya mabadiliko makubwa ndani ya uongozi wa harakati hiyo. Mabadiliko hayo yalidaiwa kujumuisha kubadilishwa kwa jina la kundi hilo pamoja na kupanga Joseph Kabila kushika nafasi muhimu ya uongozi. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kuwa kuongezeka kwa ushawishi wa Joseph Kabila ndani ya AFC M23 kungeweza pia kuwa na mkakati wa kuficha nafasi ya Rwanda katika mgogoro huo na kufanya harakati hiyo ionekane zaidi kama kundi la Kongo linaloshughulikia matatizo ndani ya DRC badala ya kuonekana kuwa linaungwa mkono na kutoka nje ya nchi. Ripoti hiyo inanukuu mahojiano ambayo Joseph Kabila alifanya ikiwa mjini Goma na kuchapishwa tarehe 23 Machi, ambako alieleza kuwa upinzani wake dhidi ya serikali ya Kinshasa inaongozwa na Rais Tshisekedi. Vile vile wataalamu wanadai kuwa jukwaa la kisiasa la Kabila linajulikana kama Sofon la RDC linatoa wito kwa wananchi kuanzisha vuguvugu na kupinga utawala uliopo, jambo ambalo kwa mujibu wa ripoti hiyo ilikuwa inafanana na malengo ya waasi M23 na kutaka mabadiliko ya utawala nchini. Ripoti hiyo inamtaja aliyekuwa seneta wa DRC Moise Nyarugabo kuwa mmoja wa watu waliozidi kuwa na ushawishi ndani ya AFC M23. Nasema kwa Moise Nyarugabo alihusika katika mikutano ya ngazi ya juu kati ya viongozi wa Twirwaneho, Joseph Kabila na viongozi wa AFC M23, ingawa hakuficha nafasi rasmi ndani ya harakati hiyo. Pia inaelezwa kwa mikukutana kuwa kutokana na historia yake ya DRC Goma inaendelea kuwa na uhusiano wa karibu na viongozi wa zamani wa waasi ikiwemo Sultani Makenga na Bernard Biamungu. Hata hivyo, Joseph Kabila, familia yake pamoja na washirika wake wa kisiasa wanaendelea kupinga vikali madai yanayohusishwa na AFC M23. Wanasema kuwa hawana ushirikiano wowote wa kundi hilo na kwamba kesi iliyofunguliwa dhidi yake pamoja na hukumu ya kifo haikupewa nia ya kisiasa. Kwa upande wake, Joseph Kabila anashutumu serikali ya Rais Tshisekedi kwa kutumia vyombo vya dola kuandama kisiasa na kumzuia kushiriki katika maisha ya kisiasa nchini, akisema kuwa hatua hizo zinalenga kumuondoa kama mpinzani mkuu wa serikali. Katika suala la kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC, Joseph Kabila na muungano wake wa kisiasa wameendelea kutetea kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yanayoungwa mkono na Conference ya Nasenko pamoja na SSC kupitia mpango wa Pacte Sociale pour la Paix. Lakini serikali ya Rais Tshisekedi inaendelea kusisitiza kuwa mazungumzo yoyote yanapaswa kuongozwa na taasisi rasmi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali pia inaeleza kuwa haiwezi kutoa ahadi maalum kwa makundi yanayochukua silaha dhidi ya taifa, huku ikisisitiza kuwa iko tayari kuendeleza mazungumzo ya kitaifa yatakayohusisha raia wote wa Kongo kwa lengo la kurejesha amani ya kudumu nchini. Vilevile ripoti mpya ya kundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imeeleza kuwa licha ya matumaini makubwa yanayopatikana kwa makubaliano ya Washington, Doha na nchini Uswisi, utekelezaji wake umezaa matokeo madogo na hujaweza kuleta mabadiliko makubwa katika hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hatua zinazotangazwa za kuondolewa kwa wanajeshi wa RDF pamoja na wapiganaji wa M23 hazikuwa na za kuondoka kabisa, bali zilihusisha kile kinachoita mpangilio wa kimkakati wa kubadili maeneo. Ripoti inaeleza kuwa vikosi hivyo vilihamishwa kumbali wa takriban kilomita 15 hadi 12 kutoka maeneo ya awali, huku vikiendelea kubaki ndani ya maeneo ya mashariki mwa DRC. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa pia wanadai kuwa hadi mwezi Aprili mwaka 2026, Rwanda iliendelea kutumia wanajeshi wake na vifaa vya kijeshi katika maeneo hayo, ikiwa ni pamoja na mfumo wa kisiasa wa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika wiki zilizofuata hakukuwa na ushahidi wa kuondolewa kwa vikosi vya kiwango kikubwa kama inavyotarajiwa chini ya makubaliano hayo. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa si Rwanda pekee inayolaumiwa kwa kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo haikutimiza kikamilifu ahadi yake ya kuvunja na kuliondoa kundi la waasi wa FDLR ambalo kwa mujibu wa ripoti hiyo inaendelea kushirikiana na vikosi vya FARDC katika baadhi ya mapambano dhidi ya waasi wa M23. Kwa upande mwingine, ripoti hiyo imebaini kuwepo kwa migawanyiko ya ndani kati ya uongozi wa M23 kuhusu mwelekeo wa harakati hiyo. Wataalamu wanadai kuwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wakiwemo Corneille Nangaa pamoja na rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila walikuwa na hazma ya kupanua mapambano hadi Kinshasa kwa lengo la kuiondoa madaraka ya serikali ya Rais Tshisekedi. Hata hivyo, ripoti hiyo inasema kuwa viongozi wengi wa kijeshi wa M23 walipinga mpango huo, wakisisitiza kuwa operesheni zao zibaki katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini pekee. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, tofauti hiyo ya msimamo kati ya viongozi wa kisiasa na makamanda wa
majeshi inaendelea kuzofisha mshikamano na mwelekeo wa harakati hiyo. Kwa ujumla, ripoti hiyo inahitimisha kuwa licha juhudi mbalimbali za diplomasia zinazofanyika katika miezi hivi karibuni, utekelezaji wa makubaliano ya amani bado unakabiliwa na changamoto kubwa. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa bila pande zote kutekeleza kikamilifu ahadi zilizozitoa, hali ya usalama mashariki mwa DRC itaendelea kuwa tete na kurejesha amani ya kudumu kutabaki kuwa changamoto kubwa. Mapambano dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri umepata pigo jingine kubwa baada ya watu wenye hasira kushambulia na kuchoma kituo cha matibabu cha Ebola kilichopo Bafwabongo katika eneo la afya la Niania, wilaya ya Mambasa. Sababu ilitokea siku ya jana Jumanne tarehe 13 Juni na kusababisha vifo vya watu wawili, uharibifu wa kituo hicho cha afya pamoja na kutoroka kwa wagonjwa waliokuwa wamethibitishwa kuwa na Ebola na wengine waliokuwa wakishukiwa kugua ugonjwa huo. Kwa mujibu wa vyanzo na viongozi wa kimila katika eneo hilo, vurugu hizo zilianza baada ya sehemu ya wakazi kukataa kuakizi mwili wa mtu aliyekuwa akishikiwa na kufariki kutokana na Ebola wa timu ya wataalamu wanaohusika na mazishi salama yenye heshima. Timu hizo ya kupewa jukumu la kuhakikisha kwa miili ya waathirika wa Ebola inazikwa kwa kufuata taratibu za afya ili kuzuia maambukizi mapya. Kutokana na leo, mvutano uliongezeka na baadaye baadhi ya wakazi wakaanza kushambulia miundombinu ya afya kabla ya kuichoma moto kituo cha matibabu cha Ebola cha Bafwabongo. Taarifa za awali zinaonyesha kwa mtu mmoja, raia pamoja na askari wa polisi wamepoteza maisha katika vurugu hizo. Polisi waliuawa na umati wa watu waliokuwa wakijaribu kurejesha utulivu na kuzuia ghasia zisienee zaidi. Daktari mkuu wa eneo la afya la Niania, Dr. Joseph Kanukwe, amesema kwa wakati wa mashambulizi yalitokea kituo cha hicho kilikuwa kinawahudumia wagonjwa wawili waliokuwa wamethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola pamoja na watu 7 waliokuwa wanashukiwa kuambukizwa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa daktari huyo, baada ya tukio kuchoma moto, wagonjwa wote hao walitoroka na kutawanyika ndani ya jamii. Amesema kwa hiyo ni ya kutia wasiwasi mkubwa kwa sababu inaweza kuongeza kiasi kikubwa cha hatari cha kusambaa kwa virusi Ebola katika maeneo mengi ya jirani. Dr. Joseph ameonya kuwa wakazi wanaoshughulikia miili na watu wanaoshukiwa kuwa kufariki kutokana na Ebola bila kufuata taratibu za afya wameziweka katika hatari kubwa na kuambukizwa ugonjwa, kwani miili ya waathirika wa Ebola inaweza kuwa chanzo kikubwa cha maambukizi. Kiongozi wa afya pia ameeleza matiko yake kwa kusema kuwa kabla ya tukio hilo, mamlaka husika zilikuwa zimearifiwa mara kadhaa kuhusu umuhimu wa kuimarisha usalama katika kituo hicho kutokana na hali ya wasiwasi ilikuwa imeonekana miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, amesema kukuwepo ulinzi wa kudumu uliowekwa kulinda kituo hicho, jambo ambalo linaashiria kutokea kwa mashambulizi hayo. Mashambulizi yanatokea wakati ambako bado kuna hali ya kutokuaminiana kati ya baadhi ya jamii na timu zinazosika na mapambano dhidi ya Ebola katika jimbo hilo la Ituri. Tangu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipotangaza mlipuko wa 17 wa Ebola nchini mnamo tarehe 15 Mei, matukio kadhaa aina hii yamekuwa yakiripotiwa. Katika mji wa Mongwalu ambako ndio kitovu cha mlipuko wa sasa, kituo kingine cha matibabu cha Ebola kilishambuliwa hapo awali na kusababisha wagonjwa walikuwa wamethibitishwa pamoja na wanaohusika kuwa na Ebola kutoroka. Tukio lingine kati hilo limeripotiwa katika eneo la afya la Rwampara karibu na mji wa Bunia. Wataalamu wa afya wanaamini kuwa matukio haya yanaonyesha umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa vituo vya afya pamoja na kujenga uhusiano mzuri wa jamii kupitia mazungumzo na elimu kuhusu ugonjwa wa Ebola. Wanasema ushirikiano wa wananchi ni nguzo muhimu katika kudhibiti maambukizi na kuzuia mlipuko huo kuenea zaidi katika maeneo mengine ya Ituri na nchi kwa ujumla. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa serikali ya Kinshasa inaendelea kujitolea katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi, lakini inatuhumu Rwanda kwa kutokuwa na nia ya kisiasa kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo mbalimbali ya amani. Akizungumza katika mahojiano ya kituo cha habari France 24, Muyaya alisema kuwa tangu Julai mwaka 2022 serikali ya DRC imekuwa ikishiriki kamilifu katika mchakato na kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wake, mwezi Disemba mwaka 2024 viongozi walikuwa wamekutana mjini Luanda kwa ajili ya mazungumzo ya amani, lakini alidai kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame hakuhudhuria mkutano huo. Aliongeza kuwa mwezi Januari mwaka 2025 badala ya kuendelea na njia ya mazungumzo kulifanyika mashambulizi makubwa dhidi ya mji wa Goma uliodaiwa kuhusisha zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Rwanda. Patrick Muyaya alisema kuwa tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya Washington, serikali ya Rwanda inajionyesha dhamira ya kweli kutekeleza vipengele vilivyokubaliwa. Kwa mtazamo wake, hatua zinazohitajika ili kupunguza mvutano kurejesha amani bado hazijachukuliwa. Akizungumzia hoja uwepo wa waasi wa FDLR, Muyaya alisema kwa serikali ya Kongo inaamini kuwa swala hilo limekuwa likitumiwa kwa takriban miaka 13 kama sababu ya kulalisha vita na kuendelea kwa mgogoro mashariki mwa DRC.
Alisema madai yao yanaendelea kujitokeza chini ya marais tofauti wa Kongo, huku kwa mujibu wa serikali yake yakificha maslahi ya uporaji wa rasilimali za nchi. Msemaji aliendelea kwa kudai kuwa maeneo yanayodhibitiwa na Rwanda pamoja na washirika wake yamekuwa kiongozwa kwa vitendo vya ukatili na uhalifu. Alisema hata shughuli za kawaida za wananchi zimeathirika, kidai kuwa katika baadhi ya maeneo raia wa Kongo wamezuiwa kusherehekea mafanikio ya timu ya taifa ya soka Leopard kufukuzwa hatua ya mtoano wa kombe la dunia. Katika mahojiano, Patrick Mayani alisisitiza kuwa serikali ya DRC kufungua kesi dhidi ya Rwanda mbele ya kuu ya mahakama ya kimataifa inalenga kuitaka mahakama hiyo kutambua haki na kuwajibisha Rwanda kwa kile ambacho Kinshasa inadai ni uhalifu unaofanywa ndani ya ardhi ya Kongo tangu mwaka 2016. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo, naamini kuwa Rwanda kama taifa linapaswa kuwajibika kwa madai hayo, huku watu wote wakihutumiwa kushirikiana na vitendo hivyo, wakiwemo raia wa Kongo wanadaiwa kuwa waathirika wanapaswa wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Patrick alisisitiza kuwa hatua hiyo ndio inaweza kuweka msingi wa amani wa kudumu na kuhakikisha matukio kama hayo hayajirudii tena katika siku zijazo. Aliwataka Marekani na washirika wake wengine wa kimataifa kutumia ushawishi wao wa diplomasia na kisiasa ili kushinikiza Rwanda kutekeleza kikamilifu makubaliano ya Washington na kuheshimu ahadi zilizotolewa katika juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Hata hivyo, ni muhimu kueleza kuwa Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23 na kuhusika na vitendo vya uhalifu vinavyodaiwa kufanyika mashariki mwa DRC, ukisisitiza kuwa hatua zake zinahusiana na masuala ya usalama na mipaka yake. Mgogoro unaendelea kujadiliwa katika ngazi mbalimbali za kikanda na kimataifa kupitia juhudi za diplomasia na kurejesha amani katika eneo la maziwa makuu. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé il y a un an. Il y a eu ensuite la validation entre guillemets par les deux présidents avec le président Trump à Washington en décembre. Et un an plus tard, selon l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique, Massad Boulos, il a dit ceci au Conseil de sécurité de l'ONU. Le volet sécuritaire n'est pas appliqué ni par la RDC, ni par le Rwanda. Est-ce que vous acceptez son verdict? Bon, écoutez, il a sûrement son opinion, mais c'est que je sais ce que nous sommes engagés depuis le premier jour. Je me permets de vous rappeler que c'est depuis juillet 2022 qu'on a commencé les discussions pour le retour de la paix dans l'Est. Souvenez-vous qu'en décembre 2024, nous étions à Luanda et vous avez vu qu'il n'est pas arrivé. Et vous avez vu la succession des événements début janvier avec notamment ces milliers de morts à la chute de Goma et puis des Bukavu plus tard. Donc ce n'est pas nous qui allons hésiter à donner tout ce que nous pouvons donner pour que nous puissions recouvrer la paix très rapidement. Ceci dit, même le jour même de la signature par les chefs d'État, le 4 décembre à Washington, vous saviez qu'il y avait une offensive militaire qui est partie de Butaram au Rwanda et qui attaquait la ville d'Uvira le 10 décembre, 6 jours après la signature de l'accord. Uvira tombé. Souvenez-vous des propos tenus par l'ambassadeur américain Mike Waltz au Conseil de sécurité que vous mentionnez. Et là, il était évidemment clair que c'est le Rwanda qui perturbait les processus. Donc, depuis la signature, il n'y a jamais véritablement eu de volonté politique. Pour des deux côtés, selon les Américains. Je vais en arriver, parce que ce qui est bien, c'est que nous avons un médiateur au milieu. Nous avons identifié ce qu'on dit en anglais Names Area of Interest. On a identifié ensemble avec le Rwanda et les médiateurs américains les 6 zones où sont censés être ces FDLR. 5 que vous êtes censés neutraliser. Je vais y arriver. 5 de ces zones sont sous contrôle du M23 et du Rwanda. Dans la zone, la première zone, de ce que nous on a fait, on a procédé par la sensibilisation, parce que c'était une première étape, mais que par la suite, le rapport a été partagé au mécanisme conjoint du suivi de l'accord, novembre 2025. Je rappelle ici que les événements de Uvira ont perturbé justement même les réunions qui devraient se tenir depuis novembre 2025. La première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité s'est tenue en février 2026. Et donc aujourd'hui, il est évident que si nous n'avons pas avancé dans la mise en œuvre de l'accord, même dans son volet sécuritaire, c'est essentiellement à cause des agissements du président rwandais et de ses différents fils dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit qu'il espérait un retrait des troupes rwandaises du territoire de votre pays d'ici la mi-juillet. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit « Tant que la RDC ne neutralise pas les FDLR, ça ne se fera pas. » Mais c'est la même rengaine. Hein. Pour un petit rappel historique, cette question des FDLR a connu 4 chefs d'État en République démocratique du Congo. Mobutu,
Kabila père, Kabila fils, et maintenant le président Tshisekedi. C'est un faux prétexte. Mais évidemment que c'est un faux prétexte, parce que c'est que nous disons, nous ne sommes pas les seuls à les dire. Il y a des rapports de Human Rights Watch, il y a des rapports du groupe d'experts des Nations Unies, il y a les services des renseignements de pays étrangers qui savent que même s'il existe des résidus de ces FDLR, ils ne représentent pas une menace pour le gouvernement rwandais, et cela ne justifie en rien cette agression criminelle avec tous ces milliers de morts. Et aujourd'hui, il y a une gouvernance par crime qui empêche même aux Congolais de célébrer la qualification à la 16e phase finale de la Coupe du Monde. C'est vous dire l'horreur, la barbarie, mais tout ça pour couvrir le processus de pillage. Combien de soldats rwandais actuellement, selon vos informations, sur votre sol? Bon, écoutez, je ne saurais pas vous donner des statistiques, mais dans ce que nous savons, si vous regardez les opérations qui ont été faites depuis janvier, on a un minimum de 10 000 hommes qui sont impliqués, et d'ailleurs, qui sont régulièrement, même là, on parlera sûrement d'Ebola, mais qui sont régulièrement redéployés parce qu'il y a une stratégie délibérée, décidée par les présidents rwandais, d'occuper cette partie du territoire national par la violence. Vous avez déposé le 26 juin une requête auprès de la Cour internationale de justice contre le Rwanda, l'accusant de mener, je cite, une campagne génocidaire dans l'Est depuis 1996. Eux, ils disent que c'est une simple manœuvre et que c'est vous, votre gouvernement, qui mène une campagne génocidaire contre les Tutsis congolais. Alors, en parlant de manœuvre, peut-être que c'est devant la Cour internationale de justice qui devront, eux, s'expliquer. Mais observez avec moi, cher Marc, que ce qui est dit ici, c'est pas simplement le gouvernement congolais qui l'a dit. Il y a des rapports depuis 30 ans qui sont documentés. On va regarder les rapports mapping des Nations Unies, les différents rapports qui documentent les activités criminelles que seul le Rwanda ne va pas. De toute évidence, c'est l'empire du mensonge. Il ne faut pas attendre du Rwanda qu'il reconnaisse la vérité sur ces actes criminels. Mais ceci dit, nous avons un front judiciaire. Parce qu'au-delà du fait que nous sommes engagés pour la paix, mais nous devons nous assurer d'autre part qu'il n'y ait plus jamais de répétition de ces crimes. À la Cour internationale de justice, c'est le Rwanda comme pays, mais n'oubliez pas qu'il y a une commission d'enquête internationale qui est sortie de Human Rights Council à Genève, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui enquête depuis janvier 2022, parce que pour nous, il faut à la fois que le Rwanda paye comme pays, mais il faut que tous les complices, dont les différents fils du président Kagame, qui opèrent en toute illégalité, dans toute la criminalité, répondent de leurs actes. C'est à ces prix que nous pourrons parvenir à une paix définitive dans cette partie du pays, avec une garantie, s'il vous plaît, de non-répétition de ces actes d'agression. Il y a eu plusieurs batteries de sanctions américaines contre le Rwanda, contre son armée, il y a quelques jours contre une raffinerie d'or, la seule du pays. Est-ce que vous espérez que les Américains vont aller jusqu'à sanctionner Paul Kagame? Mais écoutez, nous avions suivi tous Mike Waltz, je l'ai mentionné tout à l'heure, déjà en décembre dernier, il disait que les Américains utiliseront tous les leviers qui sont à leur disposition pour s'assurer que les engagements pris devant leur président soient respectés. Et d'ailleurs, pour certains, on s'est posé bien des questions, parce que lorsque nous avons entériné l'accord en décembre 2025, pour toutes nos populations dans l'Est, on pensait que la paix, c'était les lendemains. Et donc, tout le temps que ça prend, je crois qu'aujourd'hui, les Américains sont, à certains égards d'ailleurs, diplomates, parce qu'ils auraient pu aller plus fort, parce que... Contre Paul Kagame. Mais évidemment, malgré l'accord qui a été signé, je ne voudrais pas parler de nos propres rapports, mais si vous lisez les récents rapports de Human Rights Watch, des violences faites aux femmes, des recrutements des enfants, c'est toutes les horreurs qui sont commises à la face du monde. Et seuls, malheureusement, les États-Unis peuvent avoir les leviers qui permettent au Rwanda de quitter la... Évidemment, les Américains peuvent aller plus loin, parce que regardez, nous avons un impératif de paix. C'est des millions et des millions de compatriotes qui croupissent dans les crimes, et nous avons malheureusement l'épidémie d'Ebola, on y revient, dans la région, avec des supplétifs qui n'ont aucune expertise dans la gestion d'une telle crise. Vous voyez que pour nous, il est urgent que les Américains utilisent des leviers supplémentaires pour permettre au Rwanda de respecter la signature que leur président a apposée en face du président américain et qui a été saluée par le monde entier par ailleurs.
Na ni kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info kwa tarehe 1 Juli mwaka 2026. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi na kuendelea kutuamini kama chanzo chako cha habari za uhakika. Tunatathmini sana ushirikiano na uungwaji wako mkono wenu kila siku. Basi usikose kuungana nasi kesho asubuhi ya Alhamisi mapema kwenye taarifa zetu za saa 11:30 alfajiri kwa taarifa mpya za asubuhi zikiwemo habari za usalama, siasa, maendeleo na matukio muhimu kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kando ya maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info kutakia jioni njema na usiku mwema na salama na wenye baraka. Mimi ni Teloje Longa, asante sana kwa kutuzama na tuone tena katika taarifa zetu za kesho asubuhi. Kwa heri.